Tuelekee kwake Robert Masai akiwa kaunti namba 34 ambapo anatuambia kwamba 80% ya kaunti ya Kajiado inatarajiwa kupokea kiwango cha chini ya wastani cha mvua kuanzia mwezi Machi wakati mvua za masika zitakapoanza. Hayo ni kwa mujibu wa ubashiri wa kitamaduni uliofanywa na wazee wa jamii ya Wamasai. Katika mji wa Isinya, kaunti ya Kajiado, wazee hawa kutoka jamii ya Maa wanaendeleza utamaduni wa kutumia matumbo ya mbuzi kusoma na kubashiri hali itakavyokuwa wakati wa mvua za masika ambayo inatarajiwa kote nchini kuanzia mwezi Machi. Baada ya kumchinja mbuzi huyu wa kiume kwa ustadi mkubwa, wanamchuna ngozi na kukata nyama, kisha wanafikia sehemu ya utumbo, na baada ya kukagua kwa makini wanabaini kuwa kuna mishipa ya damu. Inaonekana ile inateremka kubwa na iko damu ndani yake, na hiyo inaonyesha kwamba hiyo ni mto inaenda. Na hii kidogo kidogo, kila mahali mvua ikinyesha, hiyo mto kidogo kidogo inaingia maji inaenda. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha tu ya kwamba iko mvua. Naona wakati nasinja hii na naona kama iko mvua. Yauri kama iko mishipa mvua iko. Ni mbinu ambayo imekuwa ikitumika tangu jadi kubashiri misimu mbalimbali, na sawa na mbinu hii ya kitamaduni pia wanasayansi wanaripoti kuwa Kajiado itapokea mvua, japo sehemu nyingi za kaunti hii zikitarajia kiwango cha chini cha wastani cha mvua. The north part of Kajiado and the upper parts of the west sub-counties, they are going to experience near average to above average rainfall, and the distribution in those areas, it is going to be fair to good. Coming to the rest of parts of the county, which forms 80% of the Kajiado County, that is the east, central, and the southern part of Kajiado County, and the lower parts of west sub-county, they are going to experience near average to below average rainfall. And the distribution in that area is going to be poor. Na sasa kutokana na ubashiri huo, wafugaji, wakulima na sekta mbalimbali ikiwemo ile ya dharura na afya imetakiwa kujiandaa kwa msimu huo ambao unaanza kuanzia wiki ya pili ya mwezi Machi na kutarajiwa kupuza mwezi Mei mwaka huu. La muhimu ni kwamba sekta tofauti za Kajiado ni muhimu sana zitilie maanani kiwango cha mvua itakayopatikana, ni wapi itapatikana, na ni mambo yapi ambayo yatatekelezwa kutokana na mvua hiyo. Hii pesa pia tuweke kitango kidogo cha mambo ya mabadiliko tabia nchi ama climate change. Tuwe na long term solutions za mambo ya ukame. Manake tukiweka tu pesa ya dharura na tuangalie sana mbele vile itakuwa basi hatuja plan vizuri. Katika mifugo, katika ukulima na katika mambo pia ya afya. Mara nyingi matokeo ya ubashiri wa kitamaduni yamekuwa yakitumika kulinganisha na ubashiri wa kisayansi, mara nyingi matokeo hayo yakiwiana. Mbinu hii ya kitamaduni imekuwa ikitumiwa na wazee kubashiri misimu tofauti tofauti miongoni mwa jamii za wafugaji. Kwa mfano, mwaka uliopita wazee hao walitabiri kuwa kuanzia mwezi Oktoba hadi mwezi Disemba kungeshuhudiwa kiwango kidogo cha mvua katika kaunti ya Kajiado, ubashiri ambao hatimaye ulitimia. Robert Masai, runinga ya Citizen, Isinya, Kajiado Mashariki.